Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Nadhani wengi walikuwa natamani kupata update kinachoendelea dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu, ambaye alikamatwa huko Mbinga, Songea na kupelekwa Songea mjini na kisha kusafirishwa hadi Dar es Salaam, lakini makosa makubwa ambayo amefikishwa mahakamani siku ya leo, lakini pia makosa ambayo anahukumiwa nayo, kukosa dhamana na kwenda rumande. Lakini kubwa zaidi ni kwamba kesi imesikilizwa kwa leo kwa mara ya kwanza, lakini tarehe 24 kesi itasikilizwa kwa mara ya pili. Kwa tafsiri hiyo ni kwamba Tundu Lissu Pasaka itamkuta akiwa yupo rumande. Lakini kubwa zaidi, ningependa tuanze na hiki ambacho amekiandika Yeriko Nyerere. Kwanza, kubwa zaidi ameelezea kosa la uhaini ambalo amehukumiwa nalo Tundu Lissu, lakini pia kuelezea kitu ambacho kinaweza kikatokea, yani hukumu ambayo anaweza akakutana nayo Tundu Lissu, lakini pia adhabu zake zitakuwa ni kitu gani. Lakini kwa yule ambaye alikuwa hajafahamu, polisi kutoka huko Songea wameweza kutoa taarifa rasmi kuelezea sababu za kumkamata Tundu Lissu, lakini pia kilichotokea. Kumbuka wakati amekamatwa huko Mbinga, wananchi walikuwa wanatamani kufahamu sababu za kukamatwa kwake zilikuwa ni kitu gani. Sasa katika taarifa ambayo imetolewa moja kwa moja na Jeshi la Polisi Tanzania kuelezea kukamatwa kwa Tundu Lissu huko Mbinga, taarifa inasomeka kama ifuatavyo: taarifa kwa umma, kukamatwa mwenyekiti wa Chadema ndugu Tundu Lissu. Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma linaendelea vyema na majukumu ya kusimamia sheria za nchi katika kuhakikisha usalama wa raia pamoja na mali zao. Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma linapenda kutoa taarifa ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ndugu Tundu Lissu. Mnamo tarehe 9 mwezi wa 4 2025 katika mtaa wa Soko Kuu wilaya ya Mbinga, jeshi la polisi lilimkamata mwenyekiti huyo wa Chadema kufuatia tuhuma zilizokuwa zinapelelezwa za kufanya uchochezi wa kutofanyika uchaguzi mkuu 2025. Mtuhumiwa huyo anahojiwa juu ya tuhuma hizo jijini Dar es Salaam. Polisi mkoa wa Ruvuma inatoa onyo kwa vyama vyote vya siasa kutotoa maneno ya uchochezi, kashfa kwa polisi na serikali au viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu, na atakayebainika kufanya hivyo atashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma. Hii ni taarifa ambayo waliitoa kuelezea kwamba sababu ya kumkamata ilikuwa ni kitu gani, lakini Tundu Lissu amepelekwa moja kwa moja hadi Dar es Salaam, ambapo kabla tujaangalia hiki ambacho amekiandika Yeriko Nyerere ni kwamba Tundu Lissu amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kusomewa mashtaka ambayo yanamkabili. Lakini pia wakili msomi Dickson Matata anaongoza jopo la mawakili ambao wanamtetea Tundu Lissu, naye alifika mahakamani mapema kabisa na kuelezea moja kati ya makosa ambayo amehukumiwa nayo Tundu Lissu likiwamo kosa la uhaini. Kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu imepigwa kalenda hadi tarehe 24 2025. Lissu alifikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu na kusomewa shitaka moja la uhaini leo saa 10:15 jioni. Upande wa utetezi ambao umeongozwa na wakili Dr. Lugemeleza Nshala, Hekima Mwasipu, Jebla Kambole, wakili msomi Dickson Matata, Gaston Garubindi na Michael Lugina. Wengi wa mawakili ambao walifika mahakamani hapo tunawakumbuka kipindi cha kesi ya ugaidi ya mwenyekiti wa Chadema aliyetangulia Freeman Mbowe. Tundu Lissu alikamatwa jana tarehe 9 mwezi wa 4 2025 wilayani Mbinga mkoani Ruvuma, muda mfupi tu baada ya kumaliza kuhutubia mkutano wa hadhara na kusafirishwa hadi Dar es Salaam. Na kabla ya kufikishwa mahakamani hapo, Lissu alihojiwa katika kituo kikuu cha polisi Central jijini Dar es Salaam. Lakini kubwa zaidi ni kwamba kwa kesi ambayo inamkabili Lissu, kosa lake halina dhamana, hivyo amerudi moja kwa moja
rumande. Lakini kubwa, ningependa sasa tuchambue hiki ambacho amekiandika Yeriko Nyerere. Kwanza ameandika hapa na kusema kwamba polisi kanda maalum Dar es Salaam wamemhoji mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu kwa tuhuma za makosa mawili: moja, uhaini, lakini pia kosa la pili, kutoa taarifa za uongo. Polisi wameeleza wakikamilisha taarifa zao watamfikisha mahakamani. Mheshimiwa Tundu Lissu hakutoa maelezo yoyote zaidi ya particulars zake, lakini hapa kwenye caption akaandika tena Yeriko Nyerere kwamba kwa muktadha wa Tanzania, uhaini ni kosa kubwa la jinai linalohusiana na kitendo cha mtu au kundi la watu kutenda jambo linaloonyesha usaliti dhidi ya nchi, serikali au rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, uhaini unaweza kujumuisha: moja, jaribio la kupindua serikali halali kwa kutumia nguvu au njia zisizo halali; mbili, kumwondoa rais madarakani kinyume cha katiba; jambo la tatu, kushirikiana na adui wa nchi katika njia yoyote ya kuipinga au kuihujumu Tanzania; nne, kutangaza vita dhidi ya nchi au kusaidia nchi nyingine au kikundi chochote kutangaza vita dhidi ya Tanzania; lakini tano, ni kuvuruga amani ya taifa kwa njia inayolenga kuivuruga serikali au taasisi zake kwa makusudi. Na akamalizia hapa kuandika kwamba sheria ya kanuni ya adhabu Penal Code sura ya 16 ya sheria za Tanzania inaeleza kwa undani kuhusu kosa la uhaini pamoja na adhabu zake ambazo zinaweza kuwa kifungo cha maisha au adhabu ya kifo, lakini ni kutegemeana na uzito wa kosa. Mwisho kabisa amemalizia kuandika, tulaani kwa nguvu zote matumizi mabaya ya sheria hii. Rais Samia anaogopa no reform, no election kiasi cha kumbambikia mwenyekiti wetu kesi kama hii. Lakini hapa ameambatanisha pia na sheria yenyewe ikielezea kiundani zaidi. Ukiachana na hiki ambacho amekiandika hapa, ni uhaini kiujumla unaelezewa kwamba ni kosa ambalo ni la namna gani, lakini kubwa zaidi kwa kesi hii ambayo Tundu Lissu amekutana nayo. Je, tutegemee kuona ni kesi ambayo itaenda kwa muda mrefu kama namna ambavyo mwenyekiti wa Chadema aliyetangulia Freeman Mbowe alipopewa kesi ya ugaidi? Tuliona ni kesi ambayo ilichukua muda mrefu sana, lakini katika kipindi ambacho ni muhimu sana kwa Chadema kuelekea uchaguzi mkuu, lakini pia walikuwa na kampeni ya no reform, no election ambayo imeanza kwa muda mchache na kupokelewa vizuri sana. Lakini kubwa zaidi ni kwamba licha ya kupokelewa vizuri, Chadema walikuwa bado na ratiba ya kuzunguka Tanzania nzima kwa lengo la kutoa elimu, lakini pia kuelimisha Watanzania juu ya kampeni hiyo ya no reform, no election. Kukamatwa huku kwa mwenyekiti wa Chadema kunaiweka Chadema katika mahala pagumu mno, kipindi ambacho wao kwa wao pia katika chama chao ndani kuna minyukano ambayo inaendelea. Tumeona pia hata bungeni mbunge wa viti maalum akidai ya kwamba hakubaliani na hiki ambacho kinaendelea Chadema na kampeni ya no reform, no election. Ni mbunge wa viti maalum kwa tiketi ya chama cha Chadema, ingawa Chadema waliweza kuwafukuza au kuwavua wanachama, lakini bado wapo bungeni. Lakini kwa upande wake pia hakubaliani na lengo la mtu mmoja kuvuruga amani ya Tanzania, lakini pia kuwahamasisha Watanzania kufanya uasi na kuto kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Lakini pia kundi la G55 huko Chadema nalo limezidi kuwa ni gumzo kubwa ndani ya Chadema. Kwa hiyo kuna mpasuko mkubwa ambao umeibuka kwa namna moja ama nyingine. Chadema inakuwa katika wakati mgumu mno kuelekea katika uchaguzi mkuu. Lakini pia tumeona Tundu Lissu akitaja mambo 6 ambayo wanaamini kama yatafanyiwa marekebisho basi Chadema watashiriki moja kwa moja katika uchaguzi. Katika sheria hizi ambazo ameziposti hapa Yeriko Nyerere, kama jinsi ambavyo unatazama hapo kwenye skrini yako, ikiwa ni sheria ya uhaini namba 2 ya mwaka 1970 kifungu cha 39, uhaini na makosa mengine dhidi ya serikali ni sura ya 7. Moja inasema mtu yeyote ambaye yumo ndani ya Jamhuri ya Muungano, endapo A akiwa ndani ya Jamhuri ya Muungano au popote anamuua au anajaribu kumuua rais, au B akiwa ndani ya Jamhuri ya Muungano anaanzisha vita dhidi ya Jamhuri ya Muungano,
atakuwa na hatia ya kosa la uhaini na atawajibika kwa adhabu ya kifo. Narudia tena hapa. A, akiwa ndani ya Jamhuri ya Muungano au popote anamuua au anajaribu kumuua rais, na B, akiwa ndani ya Jamhuri ya Muungano anaanzisha vita dhidi ya Jamhuri ya Muungano, atakuwa na hatia ya kosa la uhaini na atawajibika kwa adhabu ya kifo. Hii ilikuwa ni 39 sehemu ya kwanza, lakini sehemu ya pili inasema kwamba mtu yeyote ambaye yumo katika ndani ya Jamhuri ya Muungano, akiwa ndani ya Jamhuri ya Muungano au popote, anajenga nia ya kusababisha au kuwezesha kusababishwa, au anajenga nia ya kuchochea, anashawishi, shauri au kuhususia mtu yeyote au kikundi cha watu kusababisha au kuwezesha kusababishwa yoyote kati ya matendo au malengo yafuatayo, yaani A, kifo, kumlemaza au kumjeruhi au kufungwa na kumzuia rais; B, kumwondoa rais madarakani isivyo halali kutoka katika wadhifa wake wa urais au kumwondolea ufahari, heshima na jina la mkuu wa nchi, kiongozi wa serikali na amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Jamhuri ya Muungano; C, kupindua kwa njia zisizo halali serikali ya Jamhuri ya Muungano; au D, kutishia serikali ya Jamhuri ya Muungano, bunge na mahakama ya serikali ya Jamhuri ya Muungano, na kubainisha nia hiyo kwa kuchapisha maandishi au machapisho au kwa kitendo chochote cha siri kinachoionyesha cha hali yeyote, atakuwa na hatia ya kosa na atawajibika kwa adhabu ya kifo. Jambo la tatu, mtu yeyote ambaye yumo katika Jamhuri ya Muungano, A, aliye na mshikamano au maadui wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na anawapa msaada au hifadhi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au kwingineko; B, anachochea aidha ndani ya Jamhuri ya Muungano au kwingineko mtu yeyote aivamie Jamhuri ya Muungano kwa kutumia jeshi; au C, anabeba silaha ndani ya Jamhuri ya Muungano kwa amri kwa nia ya kutumia nguvu ya kuizuia, kuilazimisha serikali ya Jamhuri ya Muungano kubadilisha vigezo au ushawishi wake, au kwa nia ya kulazimisha au kuzuia au kuitishia serikali ya Jamhuri ya Muungano. Adhabu ambayo mtu huyo atakumbana nayo kwa mujibu wa kifungu hiki, atakuwa na hatia ya kosa la uhaini, lakini pia adhabu yake ni kifo. Na jambo la nne ni kwamba mtu yeyote ambaye yumo katika utii wa Jamhuri ya Muungano, akiwa ndani ya Jamhuri ya Muungano au popote pale. Hii ni moja kati ya sheria hizi ambazo wameziweka hapa Yeriko Nyerere za makosa ya uhaini, kama jinsi ambavyo umesikia. Ni sheria nyingi sana ambazo amezielezea hapa, lakini kwa mujibu huo ni kwamba moja kwa moja Tundu Lissu atakosa dhamana, lakini kesi yake itaendelea kusikilizwa hadi tarehe 24 ya mwezi wa 4. Lakini pia Yeriko amerudi tena na kuchapisha kesi mbili hizi ambazo unaziona hapa, ambazo amehukumiwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, na ameandika hapa kwamba hizi ndio kesi zote mbili alizofunguliwa mwenyekiti wetu wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu, na moja ni kesi ya uhaini ambayo haina dhamana, lakini pia kesi ya pili ni ya uchochezi, ina dhamana na amepata dhamana, lakini atarudi ndani kwa sababu ya kesi ya uhaini ambayo haina dhamana. Kwa sababu kesi ya uhaini ambayo haina dhamana, ataendelea kusalia mahabusu hadi tarehe 24 ya mwezi wa 4 2025 kesi itakapotajwa tena. Amalizia hapa kuandika kwamba ni huzuni sana, giza nene katika siasa za kidemokrasia nchini. Tumejaribu hapa kuchambua na kuelewa zaidi kuhusu kosa la uhaini kama ambavyo ameandika Yeriko Nyerere, lakini pia vifungu vya sheria vinasemaje. Kwa hiyo tusubirie kuona hatima ya Tundu Lissu itakuwa ni ipi, kipindi ambacho Chadema wanamhitaji sana kama mwenyekiti, lakini pia kipindi ambacho Chadema wanahitaji kuwa na muungano wa pamoja, kukijenga chama kuwa pamoja, lakini limetokea kama kundi la G55 ambalo pia limeibua mpasuko mkubwa ndani ya Chadema, kipindi ambacho Chadema wanaelekea katika uchaguzi mkuu wa 2025. Share na sisi maoni yako, lakini kubwa zaidi kwa habari mbalimbali hakikisha ya kwamba unakaa karibu nasi
ili usipitwe na taarifa zote ambazo na update pia kiujumla kuhusu kesi hii ya Tundu Lissu, lakini pia Chadema kwa wakati huu atakuwa wanafanya nini. Leo tumeona huko Songea Chadema wakizuiliwa pia kufanya mkutano wao, lakini pia wakimzuia makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche ambaye alipanga kuzungumza na waandishi wa habari, lakini pia wananchi wamepigwa mabomu, lakini pia mkutano huo na waandishi wa habari haujafanyika. Kubwa tusubirie kuona Chadema wataendelea na kampeni yao ya no reform no election au watakuwa busy na kesi ya Tundu Lissu. Share na sisi maoni yako, karibu nasi kwa habari mbalimbali.